Vodacom, kazi ni kwako. Tanzania mpo? Safari ya matumaini, safari ya matumaini. Lowassa safi, Lowassa oye! Mabibi na mabwana, huku ni kuwasili kwa Mheshimiwa mbunge wa Monduli Edward Ngoyai Lowassa. Naomba nisikie kelele nyingi sana. Tunyanyue mikono juu wote kwa pamoja. Makofi makubwa kwake tafadhali sana. Naomba nisikie makofi, naomba nisikie kelele nyingi sana. Punga mkono wote, punga mkono wote. Juu, nyanyua mkono juu, nyanyua mkono juu. Makofi makubwa sana. Makofi makubwa sana. Naomba mikono juu, mikono juu. Lowassa oye! Safari ya matumaini, safari ya matumaini. Lowassa oye! Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu kama unakwenda safari ya matumaini, nyosha mikono juu. Naomba toe nafasi kidogo. Huyo ni Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita, Msukuma. Amekuja Arusha tayari kuanza safari ya matumaini. CCM oyo! Ndugu Watanzania wenzangu, hivi punde nitatoa hotuba yangu ambayo kwa umuhimu wake nitaomba niisome. Hii ni siku muhimu kwangu na kwa nchi yetu. Leo nimeamua kuwaita na kuwatangazia rasmi azma yangu ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi ya kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtanipa? Leo natangaza nia, siombi kura. Leo natangaza nia, siombi kura. Mtaadhibiwa tena, shauri yenu. Naamini historia itahifadhi siku hii ambayo kwa mara ya pili katika maisha yangu nimejitokeza kuwania uongozi wa nchi yetu. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 95 wakati wa uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, nilipojitokeza nikiwa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Wakati ule sote tulikuwa wanasiasa vijana, pamoja tulikwenda kuchukua fomu na baadaye tukakubaliana kwamba atakayeshinda atamsaidia mwenzake, na ikawa hivyo. Ni kama ile hadithi kwenye Biblia ya Musa na Yoshua, mmoja alipofariki akamkabidhi mwenzake kijiti. Nategemea safari hii itakuwa vivyo hivyo. Ningeweza kujitokeza tena mwaka 2005, lakini nikaamua kwa dhati kumuunga mkono Rais Kikwete. Nikiwa mwenyekiti wa kampeni, niliwezesha ushindi wa 80% wa kura za Rais Kikwete. Nitaeleza
kwa nini nimeamua kujitokeza tena na kwa nini naamini mimi ndiye nastahili kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali ya nchi na matarajio ya watu. Nchi yetu hivi sasa inapitia kipindi kigumu sana katika maeneo makuu mawili. Kwanza, kisiasa, tumeshuhudia kuongezeka kwa vuguvugu la mfumo wa vyama vingi ambapo ushindani kati ya vyama vya siasa unazidi kuwa mkali. Kwa bahati mbaya, ushindani huo umefika hatua ya kuchukua sura ya kuonekana kama vile ni mapambano ya watu binafsi badala ya mapambano ya sera na dira ya kuongoza nchi. Tunashuhudia kuongezeka kwa uhasama kati ya wanasiasa ndani ya chama kimoja na pia kati ya wanasiasa kati ya chama kingine dhidi ya kingine. Kadri siku zinavyokwenda, hali inazidi kuzorota na ikiachwa kuendelea, nchi yetu inaweza kujikuta mahali pabaya sana. Kukua kwa ushindani ni jambo jema, lakini pale linapokuza demokrasia. Tukiwa na ushindani unaoambatana na kukua kwa demokrasia, unaweza kuwa chachu ya kuleta maendeleo na mabadiliko mengi kwa wananchi. Tunahitaji uongozi imara katika kipindi hiki ili kuondokana na siasa mufilisi na kujenga siasa mpya zinazoimarisha ushindani wenye tija unaojikita katika kushindana katika kuwapatia Watanzania huduma bora. Hii ndio safari ya matumaini. Kiuchumi, tumeshuhudia ukuaji mzuri wa kuongezeka kwa mapato ya ndani ya serikali na uimarishaji wa mfumo wa uwajibikaji na ulipaji kodi. Kwa upande mwingine, serikali ya Rais Benjamin Mkapa na ile ya Rais Kikwete zimefanya kazi kubwa sana na ya mfano katika uendelezaji wa sekta ya mafuta na gesi asilia, ambapo kiwango kikubwa cha gesi asilia kimegunduliwa. Tanzania sasa ni miongoni mwa nchi zenye gesi asilia inayovutia wawekezaji wa nje. Hata hivyo, kipindi hiki kuelekea ujenzi wa uchumi wa kisasa kimeshuhudia kuongezeka kwa hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi kwamba hawatanufaika na ukuaji wa uchumi na ugunduzi wa utajiri mkubwa wa gesi asilia. Kwa upande mwingine, vijana wanataka kuona ukuaji wa uchumi na ugunduzi wa utajiri huo unakwenda sambamba na uzalishaji wa ajira zenye maana ili waweze kukabiliana na changamoto za maisha yao. Niliwahi kusema kwamba tatizo la ukosefu wa ajira likiachwa bila kutafutiwa ufumbuzi ni bomu linalosubiri kupasuka. Vijana wasio na ajira hupoteza matumaini na ni rahisi kukilibiwa ili kuingiza nchi katika machafuko. Tunahitaji uongozi imara kuweza kukabili hali hiyo na kuitafutia suluhisho maridhawa. Hii ndiyo safari ya matumaini. Watanzania wanataka mabadiliko. Ndugu zangu, mnaweza kujiuliza kwa nini nimeeleza yote haya na yana mahusiano gani na dhamira yangu kutangaza nia ya kuongoza kupitia Chama cha Mapinduzi. Watanzania wanataka mabadiliko yatakayowezesha kukabiliana na changamoto hizi na kuongezea kujenga taifa imara ambalo kila mwananchi wake anaishi akiwa na uhakika wa usalama wa maisha yake, mali zake na mahitaji yake muhimu. Papo hapa kujiridhisha kwamba leo yake ni bora kuliko jana yake na kesho yake itakuwa bora zaidi kuliko leo yake. Kwa maneno mengine, Watanzania wanahitaji mabadiliko yatakayowapa uongozi imara unaweza kuongoza kujenga taifa imara. Hii ndio safari ya matumaini. Naamini kwamba hata katika kipindi hiki ambapo Watanzania wanataka mabadiliko, wanaendelea kuamini kwamba CCM ina uwezo wa kusimamia mabadiliko hayo. Lakini kama alivyotoa baba wa taifa Mwalimu Nyerere mwaka 95, Watanzania wasipoyapata mabadiliko hayo ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Sina shaka tukijipanga vizuri ndani ya CCM, tunaweza kuwapa Watanzania mabadiliko wanayotaka. Ni uongozi gani unatakiwa kuleta mabadiliko? Rais Jakaya Kikwete amefanya kazi kubwa na ya mfano katika kipindi chake
na kama ambavyo amekuwa akisisitiza, ametekeleza wajibu wake. Pia amesema atamwachia atakayemkabidhi uongozi wa nchi baada ya yeye kumaliza muda wake kuendeleza pale atakapokuwa ameachia. Kwa maoni yangu, ili kuifanya kazi hiyo na kuzikabili changamoto nilizozieleza, nchi yetu inahitaji uongozi wenye sifa zifuatazo. Kwanza, uongozi wenye uthubutu usioogopa kufanya maamuzi magumu. Pili, uongozi thabiti, makini na usioyumba. Nimesikia. Narudia. Uongozi wenye uthubutu usioogopa kufanya maamuzi magumu. Tatu, uongozi wenye ubunifu na wenye upeo mkubwa. 4, uongozi unaoamini katika mfumo shirikishi katika ujenzi wa taifa. Na 5, uongozi unaozingatia muda katika kutekeleza majukumu yake. Naamini pia kwamba wananchi wanataka rais ajaye wa Tanzania awe na sifa zifuatazo: aweze kuwaunganisha Watanzania, aweze kubuni sera na kusimamia utekelezaji wa mikakati ya kuinua uchumi wa Tanzania na kukuza pato la Mtanzania mjini na vijijini, na kutoa tofauti kati ya walionacho na wasiokuwa nacho. Aweze kubuni sera na kusimamia utekelezaji wa mikakati ya kuzalisha ajira kwa vijana wetu. Narudia, aweze kubuni sera na kusimamia utekelezaji wa mikakati ya kuzalisha ajira kwa vijana wetu. Aweze kuwa mfano wa kuchapa kazi na kuwajibika. Aweze kusimamia vizuri ukusanyaji wa mapato na matumizi ya serikali. Aweze kutumia fursa CCM oye! Aweze kutumia fursa yetu ya kijiografia kibiashara. Aweze kusimamia matumizi ya rasilimali zetu ili kutokomeza umaskini wa Watanzania na mali zetu zisiporwe ovyo ovyo. Aweze kutokomeza rushwa kwa vitendo. Narudia. Aweze kusimamia matumizi ya rasilimali zetu ili kutokomeza umaskini wa Tanzania na mali zetu zisiporwe ovyo ovyo. Uongozi imara, taifa imara. CCM oye! CCM oye! Watatuweza! Watatuweza! Naamini kwamba uongozi wa juu wa nchi katika nafasi ya urais si kazi lele mama, nahitaji utashi. Ni lazima wewe mwenyewe uamini na uaminishe wenzio kwamba una uwezo wa kuongoza wananchi wenzako. Kuamini kama una uwezo na shauku haina budi kwenda sambamba na uwezo wa kusimamia yale unayoamini. Na kwangu haya mawili ni dhahiri. Nina ari, nina shauku na nina uwezo wa kuongoza Tanzania.
Narudia. Angalieni. CCM oye! Angalieni kushangilia kwenu, angalieni kushangiliana kwenu kusimpe Mangula hoja ya kunishughulikia. CCM oye! Tunapomtafuta rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima tukumbuke kwamba tunamtafuta amiri jeshi mkuu wa majeshi ya nchi yetu. Huwezi ukamkabidhi mtu hivi hivi kuongoza majeshi yenu. Lakini la pili, tunamtafuta mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ninataka mzee mzoefu, akina mzee Ngombale Mwinyi ni mashahidi hapa. Lazima wewe umekomaa, umekaa kwenye chama miaka ya kutosha, unakijua chama hiki. Naamini kwa vigezo vyote nina kila sifa ya kubeba dhamana hiyo nzito ya nchi yetu. Katika mambo ambayo najivunia na sitasahau ni pale nilipokwenda kupigana vita ya Idi Amin kukomboa nchi yetu. Nilishiriki kikamilifu katika vita vya Kagera, nikiwa miongoni mwa askari wa mbele wa mapambano dhidi ya Idi Amin. Hicho mwaulize wengine, walifika hata Kagera? CCM oye! Kutokana na rekodi yangu inayoeleweka, naamini na sifa za kuongoza wa Tanzania katika zama mpya za taifa la kisasa lenye watu wazalendo walioshikamana, lenye uchumi imara unaomnufaisha kila Mtanzania. Naamini ninao uwezo wa kuwapa Watanzania uongozi imara kwa ajili ya ujenzi wa taifa imara. Hiyo ndiyo safari ya matumaini. Bila yangu na matarajio ya Watanzania. Najua kwamba ilani ya CCM yuko mwisho kumalizika, lakini naamini itakuwa tayari kabla mwezi Oktoba. Pamoja na ilani ambayo tunapaswa kuifuata, naamini mgombea binafsi anaruhusiwa na yeye kusema anaamini nini na atachangia nini katika uongozi wa taifa. Baada ya kutafakari kwa kina changamoto tulizo nazo na matarajio na matumaini walionayo wa Tanzania, naamini kwamba uongozi imara unaolenga kujenga taifa imara unapaswa kuwa na dira yenye malengo yafuatayo. Kwanza, kuimarisha muungano wetu kwa kuyashughulikia yanayotutenganisha na kuyafanyia kazi yale yasivuruge yale yanayotuunganisha ambayo ni muhimu zaidi. Pili, kushughulikia matumizi mabaya ya siasa za udini na ukabila na ubaguzi wa aina yote kwa kuimarisha siasa zilizoshiba uzalendo na zenye kuelekeza Watanzania kwenye utanzania wetu. Kujenga uchumi imara na wa kisasa na ambao ni shirikishi unaonufaisha kila Mtanzania aliyeko mjini na aliyeko vijijini. Kuondokana na sifa mbaya ya kuwa taifa omba na uchukia sana umaskini. Narudia, kuondokana na sifa mbaya ya kuwa taifa omba. Kwa wingi wa rasilimali tulizo nazo na neema ya ardhi, maziwa, mito na bahari, Tanzania tuna kila sababu ya kuacha kuwa bakuli la omba na badala yake kuwa mkoba wa neema. Tano, kujenga mfumo mpya wa elimu unaowatajirisha vijana wetu
waweze kuajirika, kujiajiri na kushindana katika soko la ajira. Lazima tushiriki elimu. Wako watu wanaoniuliza kelele ya elimu inatoka wapi? Mimi nasema hivi, mwaka fulani chama cha Labour Party kule Uingereza kiliondolewa madarakani kwa muda mrefu sana. Akina Margaret Thatcher wakawa wanapambana vizuri sana. Akatokea mtu mmoja anaitwa Tony Blair. Akaulizwa, wewe utakapokuwa waziri mkuu wa Uingereza utafanya nini kwa Uingereza? Akasema priority number 1 education, number 2 education, number 3 education. Nauliza Watanzania tulioko nyuma kiasi tusija kama Waingereza wanajali elimu, sembuse sisi. Na nchi zilizoendelea za kule Asia, Indonesia, Malaysia, Singapore, India wamewekeza katika elimu. Ni lazima kuwekeza katika elimu, kuhakikisha ukuaji wa uchumi unaenda sambamba kuhakikisha haki, usawa na huduma za msingi za kila raia kama vile afya, maji safi na kadhalika. Mambo haya niliyoeleza ndio atakayokuwa msingi mkubwa wa utendaji wa serikali itakayoongoza nikipewa ridhaa na Chama cha Mapinduzi. Kama nilivyotangulia kusema, kazi ya kuongoza nchi si ile mama, na hasa unapoongoza na dhamira ya dhati na msukumo wa ndani wa nafsi yako kubadilisha maisha ya wananchi wenzako waliokuamini waongoze. Kwa vyovyote vile, hiyo haiwezi kuwa kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya pamoja. Hata hivyo, nahodha anayeongoza timu lazima awe na ramani inayomuongoza, yani leadership roadmap. Ndugu wa Tanzania wenzangu, matatizo ya nchi yetu yanayotukabili sote tunayajua, kama nilivyoyasema hivi punde. Serikali za awamu zilizotangulia, Mwalimu Nyerere alifanya kazi kubwa sana, Mzee Mwinyi alifanya kazi kubwa sana, Mzee Mkapa alifanya kazi kubwa sana, Jakaya alifanya kazi kubwa sana. Kuna mwanya wa kufanya vizuri zaidi kuliko wao waliofanya kwa wakati wao. Tunaenzi kazi zao na kuzitukuza sana, lakini tunaweza kuboresha pale walipoachia. Sasa mtauliza, kama hiyo ndio hali halisi, ukiacha tu kwamba ni msimu mpya wa uchaguzi, kwa nini nagombea kiti hiki? Nimeamua kugombea urais ili kupambana na umaskini. Narudia, nimeamua kugombea urais ili kupambana na umaskini. Tunazo rasilimali nyingi sana. Kinachohitajika hapa ni uongozi imara wa kutokomeza umaskini. Nia yangu ni kuimarisha na kusimamia utekelezaji wa sera zilizo bora na kurekebisha panapotakiwa ili tuchochee maendeleo ya watu yatakayosimamiwa na serikali inayojali. Kipya ambacho uongozi wangu utaleta ni mwanzo wa mchaka wa maendeleo. Mchaka maendeleo. Nataka tuanze mchaka mpya katika nchi yetu, mchaka wa maendeleo. Lakini vile vile mambo yafuatayo: kurejea katika katiba, kuainisha nia, dhamira na malengo yetu ya kujenga jamii inayozingatia misingi ya demokrasia, udugu na amani. Muhimu katika hili ni kukemea na kuchukua hatua dhidi ya tabia mbaya zinazochochea mafarakano kati ya jamii, kama vile matumizi mabaya ya siasa za udini na ukabila. Aidha, moja muhimu ni katiba yetu mpya. Itakuwa dhamira yangu kuimarisha misingi ya muungano pamoja na udugu wa damu na historia ya ushirikiano iliyojengwa na waasisi wetu Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere na Sheikh Amri Abeid Karume, na kuyaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mapinduzi! 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 Kujenga fikra mpya za kurejesha kujiamini na kufua uzima azma ya kujitegemea kama taifa.
Tuanze kwa kujipia kifua, kwa kujiamini kuwa tunaweza kujitegemea na kujenga Tanzania sisi wenyewe. Kujiamini na kujitegemea ndio uhuru wa kweli. 3, kujenga uzalendo, uadilifu, ikiwa pamoja na kuimarisha uwazi katika shughuli zote za serikali na kupambana na rushwa. Tukumbuke kuwa hatuwezi kujenga uchumi wa kisasa kama tutaruhusu rushwa ishamiri. Wawekezaji wataleta mitaji yao kwa wingi kama rushwa itaendelea kutawala kama katika huduma. Serikali na wananchi hawawezi kupata huduma bora kama rushwa itaendelea kutawala. Ni lazima tuipige rushwa kwa vitendo na sio kwa maneno. Kujenga serikali madhubuti, makini na yenye nidhamu inayoendeshwa kwa misingi ya sheria, uwazi na uwajibikaji. Maendeleo ya watu hayawezekani bila serikali kusimamia utekelezaji sera na miradi na kuleta ufanisi katika kutoa huduma na kusimamia maendeleo. Tumekuwa wepesi wa kutunga sera, lakini wazito wa kutekeleza na kusimamia. Wazito wanatutania. CCM oye! Wazito wanatutania kwamba sera inatungwa Tanzania, inapelekwa Uganda, inahaririwa, inatekelezwa Rwanda na Kenya. Ni aibu sana. Kuleta msukumo mpya wa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika ujenzi wa uchumi wa kisasa na unaojitegemea. Sekta binafsi ndio nyenzo ya uchumi imara. Inazalisha mali, ajira na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa kwa kulipa kodi. Ili sekta hii itoe mchango unaotakiwa katika maendeleo, ni lazima ifanye kazi na serikali kwa karibu. Tukumbuke, bila uchumi imara hakuna huduma bora. 6, uwekezaji katika huduma za jamii. Elimu na afya bora, michezo, mazingira, makazi safi na maji salama ndio mihimili ya maendeleo ya watu. Hii inawezekana iwapo serikali itakuwa na sera na utashi wa kuitambua uboreshaji wa huduma za jamii kama ndio lengo kuu la maendeleo ya nchi. Napenda kusisitiza kuwa elimu ndio muhimili wa maendeleo, ndio mkombozi wa kweli wa binadamu. Namba 7, kujenga uchumi shirikishi unaolenga kuondoa umaskini. Namba 8, kuimarisha ulinzi wa nchi na usalama wa raia na ujirani mwema. Hitimisho. Hii ndiyo misingi na dira ya uongozi wangu. Nachelea kusema haitakuwa kazi rahisi, lakini kwa ushirikiano wa kila mmoja na kufanya maamuzi magumu, yote yanawezekana. Napenda kumalizia kwa kusisitiza yafuatayo. Tutahakikisha tukipewa dhamana kuwa tunajenga uchumi imara, ikiwa ni mapinduzi ya viwanda, kukuza utalii, kuboresha kilimo, uvuvi, mifugo na kuhakikisha kuwa tunasafirisha malighafi badala ya kuuza mauzo nje. Tutahakikisha kuwa rasilimali za nchi hii, ikiwa ni pamoja na gesi asilia, zinatumika kwa manufaa ya kila mwananchi kwa lengo la kuondoa umaskini. CCM oye! Tutahakikisha kuwa tutakabiliana na rushwa kwa vitendo na si kwa maneno na kuimarisha mshikamano wa taifa. Tutahakikisha tunaanza safari ya matumaini ya kuwapatia Watanzania elimu bora itakayoleta mapinduzi ya fikra. Tutahakikisha tunaboresha maslahi ya walimu na wafanyakazi wengine wa sekta ya umma. Narudia, tutahakikisha tunaboresha maslahi ya walimu na wafanyakazi wengine wa sekta ya umma. Tutaanza mchakato wa kuwapa Watanzania matumaini mapya ya kujiwekea akiba na kunufaika na mifuko ya hifadhi ya kijamii. 7, tutahakikisha kwa Watanzania wote, wengi wao, wanapata huduma bora za afya, maji safi na salama. Tutahakikisha tunakabiliana na kutatua tatizo la ukosefu wa kazi kwa kubuni na kuongeza vyanzo vya ajira. Tutahakikisha kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wa sekta isiyo rasmi, akina mamachinga, boda boda, mama ntilie, wanawekewa utaratibu bora zaidi wa kufanya na kuendeleza shughuli zao. Hawa ni marafiki wetu, ni marafiki zangu binafsi. Najua Watanzania wangapi wanaishi kwa boda boda, kwa mama ntilie na kadhalika. Hawa watakuwa marafiki zangu, hawa watafukuzwa barabarani, watatafutiwa utaratibu utakaowapa maslahi yao bila kuvurugana. Ni raia wa nchi hii, wanastahili kukaa, anastahili kula kama wewe. Wewe kula bofulo, mwacha wale nazi yake, lakini tumpe haki. Michezo.
Tumechoka kuwa kichwa cha mwenda wazimu. Tutaibadili hali hii kwa kasi sana. Tumechoka kuwa washiriki washindwa katika riadha. Washiriki washindwa, tutabadili hali hii. Tutatengeneza mazingira mazuri ya kuwezesha Watanzania waishio nje kuchangia kujenga na kukuza uchumi wa nchi yetu. Tutaboresha miundombinu ili kukabiliana na adha ya msongamano katika jiji la Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya. Pale Dar es Salaam sasa ni tabu. Msongamano ule ni ajabu sana. Kama mpaka mwezi wa 10 utakapopita uchaguzi watakuwa hujamaliza. Tukichaguliwa, mkipendekeza nikachaguliwa, kazi yangu ya kwanza ni kuhangaika na msongamano huu. Ndani ya miezi 12 tatizo litakuwa ni historia. Ndugu wa Tanzania wenzangu, naomba mnisikilize vizuri. CCM oye! Ni maono yangu kwa siku si nyingi nchi yetu itaanza safari yenye mwelekeo wa matumaini na neema tele kwa wananchi. Ni maono yangu kwa siku si nyingi sisi kama kwa Watanzania, kwa umoja wetu, tutajivunia kuishi katika nchi tunayoipenda na inayoendeshwa kwa misingi ya utawala bora chini ya serikali ya kimaendeleo iliyojengwa kwenye fikra mpya za uzalendo, uadilifu, utendaji na uwajibikaji. Ni maono yangu kwa siku si nyingi Watanzania tutajikwamua katika janga la umaskini na kwamba taifa letu litakuwa na uchumi imara na hatimaye kujitegemea. Mimi si mtu nayeamini katika kuongoza taifa ambalo watu wake wanajivunia umaskini na uchukia umaskini. Uwezi ukawa kiongozi wa nchi maskini unalenga kupunguza umaskini alafu ukawa unashabikia umaskini na kuona ni sifa ya taifa. Tuna kila sababu ya kufanya maamuzi magumu sasa ili kuwajengea Watanzania matumaini mapya ya maendeleo. Tuanze pamoja mchakato wa maendeleo. Watanzania wenzangu, peke yangu sitaweza, lakini kwa maamuzi magumu na ushirikiano wa wananchi wenzangu inawezekana kuanza safari ya matumaini. Naomba nihitimishe kwa kuomba wana CCM, ikiwa ni pamoja na wagombea wenzangu, waniunge mkono, tujumuike pamoja katika safari hii ya matumaini. Safari tuianze leo, hatuna kesho nyingine. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Tanzania oye! Safari ya matumaini.